Kanisa Katoliki tayari limekwisha kumpata papa mpya. Sasa sisi Lili Media tunakwenda kukuletea historia ya papa huyu ambaye amechukua nafasi au amekuwa mrithi wa Papa Francis ambaye ameweza kufariki mwezi uliopita. Historia na maisha ya Papa Robert Prevost tunakwenda kumuona. Jina lake anaitwa Robert Prevost. Alizaliwa tarehe 14 Septemba mwaka 1955 mjini Chicago, Illinois, Marekani. Alikulia katika familia ya Kikatoliki ya asili ya Kihispania ambapo imani na huduma kwa njia ya vipandikizwa mapema maishani mwake. Baada ya kumaliza elimu yake ya shule ya sekondari, aliingia kwenye shirika la Augustinian Order, yani OSA, na kuanza safari ya kitume. Alisoma falsafa na teknolojia katika seminari na kisha akapokea daraja la upadri mwaka 1982. Alisoma pia katika Catholic Theological Union mjini Chicago kabla ya kuhamia Roma ambako alipata shahada ya uzamivu, yani PhD katika sheria ya kanisa, yani canon law, katika Pontifical University of St. Thomas Aquinas. Utume na huduma kimataifa. Tutakwenda kuona pia utume na huduma ya kimataifa. Baada ya masomo, Prevost alitumwa kama missionary nchini Peru ambako alihudumu kwa zaidi ya miaka 15 akijifunza, akijulikana kwa kujitolea kwa dhati katika huduma za kijamii, kiroho na kielimu, hususan katika mji maskini ya Trujillo. Aliwahi pia kuwa mkuu wa shirika la Augustinian duniani kuanzia mwaka 2001 hadi mwaka 2013, akiongoza jumuiya hiyo yenye wanachama katika zaidi ya nchi 40. Mwaka 2014 Papa Francis alimteua kuwa askofu wa Chicloyo, Peru, na baadaye akamleta Vatican mwaka 2020 ambako alianza kushika nafasi mbalimbali muhimu. Mwaka 2023 aliteuliwa kuwa mkuu wa dinkasteri ya maaskofu, idara inayohusimamia uteuzi wa maaskofu duniani, nafasi aliyoshikilia hadi uchaguzi wake kuwa papa. Hata hivyo, ni Prevost aliyeibuka kama chaguo la umoja kutokana na uzoefu wake wa kiutawala, huduma za kimataifa, urafiki wake na Amerika Kusini na uelewa wa mahitaji ya kanisa katika karne ya 21. Hitimisho. Kuchaguliwa kwa papa huyu Robert Prevost kunaashiria mwendelezo wa maelekezo wa kanisa kusaka viongozi wenye upeo wa kimataifa, uzoefu wa kimaeneo na uwezo wa kuunganisha waumini katika dunia iliyobadilika kwa kasi. Macho ya Wakatoliki sasa yanamwangalia kwa matumaini, maombi na matarajio mapya. Hiyo ndio historia ya papa huyu mpya ambaye ameweza kuchaguliwa na kuchukua nafasi ya Papa Francis ambaye ameweza kufariki. Kwa hiyo kanisa Katoliki duniani sasa limeweza kupata papa mpya. Kwa hiyo sasa kanisa Katoliki limeweza kupata papa mpya. Nikukumbushe tu kuwa kanisa hilo limekuwa na wafuasi zaidi ya bilioni 1.3 duniani kote. Sasa wameweza kupata papa mpya na mchakato mzima ulikuwa kama ifuatavyo. Tunakuletea tu kwa kifupi kabisa. Kardinali Robert Prevost amechaguliwa kuwa papa mpya wa kanisa Katoliki duniani. Kanisa Katoliki limempata kiongozi wake mpya kufuatia kifo cha Papa Francis. Papa Francis ambaye ameweza kufariki, hivyo kanisa Katoliki liendelea katika mchakato wa kuweza kumchagua papa mpya. Katika tukio lililovutia hisia za Wakatoliki duniani kote, Kardinali Robert Francis Prevost ametangazwa kuwa papa mpya, kiongozi mkuu wa kanisa hilo lenye wafuasi zaidi ya 1.3 bilioni duniani. Kardinali Prevost mwenye umri wa miaka 69 anatokea Chicago nchini Marekani. Kabla ya kuchaguliwa kwake alikuwa akihudumu kama mkuu wa dicastery ya maaskofu, idara yenye ushawishi mkubwa katika uteuzi wa viongozi wa kanisa duniani. Isitoshe, Robert ni raia wa Marekani na Peru.
pia ni nchi ambayo ishawahi kuitumikia kwa miaka mingi kama misionari wa kiongozi. Kwa hiyo umeweza kama awali hapo kwamba tumekuletea historia hii. Kwa hiyo pia alishakukaa hapo, alishakukaa nchini Peru. Mkutano wa siri wa makardinali 133 kutoka kila pembe ya dunia maarufu kama conclave ulianza jana katika kanisa la Sistine mjini Vatican katika muda wa siku 2. Mkutano huo ambao ulikuwa unaendelea uliojaa maombi, tafakari na kura za siri ulihitimishwa kwa kumpata papa mpya, ishara iliyotangazwa kwa moshi mweupe uliotoka kwenye bomba la paa la Sistine Chapel. Kuchaguliwa kwa Papa Prevost kunafuata kifo cha Papa Francis aliyefariki dunia tarehe 21 mwezi Aprili akiwa na umri wa miaka 88. Papa Francis ambaye alikuwa papa wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini alizikwa rasmi tarehe 26 Aprili katika hafla ya heshima iliyohudhuriwa na viongozi wa kidini na wakuu wa mataifa mbalimbali. Katika kipindi cha kampeni za chini kwa chini kabla ya uchaguzi mkuu huo, majina kadhaa yalitajwa kuwa miongoni mwa wanaoweza kumrithi Papa Francis. Hawa ni pamoja na wao ambao walikuwa wanategemewa kurithi. Kuna Cardinal Pietro Parolin ambaye alikuwa katibu mkuu wa Vatican, lakini pia Cardinal Peter Turkson kutoka Ghana, lakini pia alikuwepo Cardinal Flodin ambapo yeye anatokea Afrika Kusini ambaye alikuwa anatetea haki za binadamu, lakini pia Cardinal Luis Antonio Cruz ambaye yeye alitokea Ufilipino. Na hiyo ndio taarifa fupi ambayo tumekuletea kuhusiana na kuchaguliwa kwa papa mpya wa kanisa Katoliki, kanisa ambalo lina wafuasi wengi sana duniani, takribani 1.3 bilioni. Kwa hiyo kuna baadhi ya mapapa ambao, kuna baadhi ya makardinali ambao walikuwa wanategemewa kuwa pengine mmoja hapo angepata nafasi hiyo kama tulivyokutajia hapo awali. Kulikuwa na Cardinal Pietro Parolin aliyekuwa katibu mkuu wa Vatican na mshauri wa karibu wa Papa Francis. Watu wengi walitegemea labda huyu angeza kuchaguliwa kuwa papa, lakini pia alikuwepo pia Cardinal Peter Turkson kutoka Ghana ambaye alitajwa kuwa chaguo Afrika tangu mwaka 2003, lakini pia Cardinal Flodin ambapo yeye anatokea nchini Kongo na mtetezi wa haki za binadamu, lakini pia yupo Cardinal Luis Antonio Tragni wa Ufilipino ambaye alikuwa anapigiwa upatu huenda angechukua nafasi ya upapa, lakini mambo yamekuwa tofauti kabisa. Na hiyo ndio historia na taarifa ambayo tumekuletea kuhusiana na papa huyu mpya aliyechaguliwa. Ni raia wa Marekani lakini pia nchini Peru. Kwa sasa atahudumu katika kanisa hilo Katoliki duniani. Hatuacha ziada. Bye bye.